Mahali pa kazi ni eneo la umisionari aliopewa na Mungu, huduma ya kitaaluma. Biblia Matendo ya 1:1-5. Utangulizi. Nitawauliza nini mara moja. Kwa nini niliweka kichwa cha mahubiri kuwa mahali pa kazi ni eneo la umisionari la Mungu? Kupokea majibu ya maombi ni kusikiliza ujumbe. Ndivyo vyote. Mhubiri mzuri ni muhimu anatoa ujumbe gani, na yule anayesikiliza vizuri mahubiri ni muhimu anasikilizaje. Kwa nini niliweka kichwa hiki? Kwa nini mhubiri alikuja na kichwa cha habari kinasema mahali pa kazi ni eneo la umisionari aliopewa na Mungu? Wiki iliyopita nilihubiri kuhusu Mission Home. Ninajaribu kueleza hili. Ili mwelewe vizuri, nitazungumza kuhusu mikakati 5 ya uinjilisti ya kibiblia, mmoja baada ya mwingine. Ni muhimu sana ukielewa vizuri. Matendo ya Mitume wa 1:1 ni muhimu zaidi. Katika mstari wa 1 inasema, Teofilo, katika kile chuo cha kwanza na liandika. Kilicho muhimu zaidi kuliko hiki ni kwamba Daktari Luka alimwambia Teofilo. Daktari Luka alizungumza na Teofilo kwa imani aliyokuwa nayo. Hili ndilo muhimu sana. Baraka hii ni kubwa kiasi gani? Inaonekana kwa jinsi vitabu vya Matendo ya Mitume na Luka vinavyofanya kazi hata sasa. Daktari Luka alipozungumza na Teofilo, hata kama ilikuwa imani kama mbegu ya haradali, ikawa mti mkubwa. Neno la Injili mnalohubiri, yani maneno ya imani, huwafanya wanaosikiliza waishi. Wakati remnant mabaki wanaposikiliza forum yenu na kusema ndivyo, wasipoipoteza wataishi. Ni barua ya kibinafsi kutoka kwa Daktari Luka kwa Teofilo, akishuhudia kwamba ametambua Injili na neema ya Mungu. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu inatokea. Tunapokutana na watu, kuna watu ambao kwa hakika hawafanyi imani iweze kutokea. Ndivyo ilivyo kwa anayezungumza kutokuamini na anayesikiliza.
Kuna watu ambao unapokutana nao wanakufanya uwe na imani. Kuna watu wanasema mambo mazuri ya wengine, lakini imani inashuka. Na kuna watu wanasema mambo mabaya ya wengine, lakini imani inatokea. Hii ni muhimu. Daktari Luka, huyu mtu alikuwa daktari aliyefanikiwa, naye alitambua Injili. Aliandika maisha yote ya hadhara ya miaka mitatu ya Yesu na kumpikishia Teofilo. Hii ndiyo Injili ya Luka. Baadaye Luka kuacha udaktari na kuanza kwenda moja kwa moja kwenye maeneo ya misheni. Aliandika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume pia yalitoka kwa kumpikishia Teofilo huduma ya umishonari. Mungu alibariki kiasi gani ni neno ambalo kazi yake inatokea hata sasa. Kuna watu ambao hata waseme maneno mazuri kiasi gani, wanafanya imani yangu ishuke. Mtu yeyote hata kama amepungukiwa kiasi gani, anaweza kufanya imani yangu itokee. Nilitambua sababu iliyonifanya ni sononeke sana imani isitokee. Huzuni sana kama imani isitokee. Nilipokuwa shuleni, kulikuwa na watu wengi karibu yangu, lakini imani haikutokea. Nilikuwa nikipa kiroho kidogo kidogo na kuharibika. Baadaye nilikuwa nimeharibika kabisa, lakini nilifikiri ilipaswa kuwa hivyo tangu mwanzo. Kati ya wanafunzi niliosoma nao, hakukuwa na mwanafunzi hata mmoja aliyekuwa na imani. Sasa ni miujiza kwamba remnant masalia wetu wameketi wakiwa wameandaa madaftari na kalamu. Sisi tulikuja kanisani kwa shida na magumu, lakini kuandaa madaftari na kalamu ili kusikiliza Injili ni kuwa tayari umepokea majibu. Kama remnant masalia wanakufa kwa kutojua Injili na kwa sababu ya kutokumwamini. Huu wote ni makosa yetu. Ikiwa kuna mtu mmoja tu mwenye imani ya kweli, anaokoa familia na ukuu ya familia na eneo na hata taifa. Katika Biblia, mtu mmoja Luka aliyekuwa na imani ya kweli aliokoa kizazi kizima. Lakini ulimwengu unafanya imani ishuke na hivyo watu kufa kiroho.
wanakupa bila hata kujua kwamba wanakupa kiroho bila kujua kabisa. Iwe ni sawa au la, ikiwa imani haitokei na kuna matatizo ya kimwili, ni hasara kubwa. Sababu namba moja ya mtu kupata kansa ni msongo wa mawazo, kama stress mingi. Kinyume chake, imani ikitokea, jambo la ajabu hutokea. Niliona watu wachache wenye imani katika Biblia. Ikiwa una imani kama mbegu ya haradali, unaweza hata kuhamisha milima. Mtu anayemwamini Mungu anaweza kufanikiwa mahali pa kazi. Mnapaswa kufanikiwa kweli, lakini mfanye nini? Kuna watu wengi ambao mambo hayawaendei vizuri, sivyo? Ninapaswa kufanya mahali pangu pa kazi kuwa eneo la umissionari, lakini nifanyaje? Nitajieleza kwa mambo matatu kupitia neno la leo. Ujumbe kuu. Namba moja kubwa. Kuna mambo unapaswa kujiandaa nayo kwanza kabla ya kwenda ulimwenguni. Unapaswa kujiandaa kwanza, lakini ni vigumu kwa sababu hufanyi hivi. Unapaswa kufanya hivyo hata sasa. Hata kama haifanyi kazi, unapaswa kufanya. Kama haifanyi kazi, unapaswa kusubiri. Usishike kitu kibaya. Hata kama haitafanya kazi maisha yako yote, usishike kitu kibaya. Namba moja, mdogo. Andaa msingi haraka kabla ya kwenda ulimwenguni. Remnant 7 walijiandaa msingi haraka. Katika Biblia, watu wa mfano ni Yusufu na Daudi. Katika Biblia, Daudi alikuwa na kitu muhimu wakati wa kawaida. Daudi alikuwa imani mkononi mmoja, ujuzi mkononi mwingine. Imani mkononi mmoja, mahali pa kazi mkononi mwingine. Daudi alikuwa imani mkononi mmoja, mahali pa kazi mkononi mwingine. Ukifanya hivi, utafanikiwa popote uendapo. Nitalifanya jambo ninalosimamia kuwa bora zaidi. Hii si kiburi, lakini ndivyo mahali pa kazi panavyoishi. Daudi aliamua kufanya kazi ya uchungaji kuwa bora zaidi. Remnant na wafanyakazi, shikeni hili kama agano. Fanya biashara kuwa bora zaidi, na kama haiwezekani ni bora usifanye.
Hata ukiingia kama mpangiaji kuwa bora zaidi. Watumishi kama Steve ya RBC pia pupueni maeneo na parokia parishi mlizokabidhiwa. Ni sawa ikiwa huwezi kuwa wa kwanza katika masomo, lakini lazima ujitahidi kufanya vizuri zaidi. Imani kwamba hata ukikosea katika uchungaji ya kondoo, Mungu anakulinda na hautapoteza hata mmoja. Nilipowaangalia watu wengi wanaofanya kazi, nilifikiri ni vigumu kupata pesa. Usifikirie kufanya maandamano ukiomba mshahara zaidi, bali fanya kazi yako kwa bora zaidi. Hata nilipokuwa mwinjilisti msaidizi, mshahara yangu ilikuwa mdogo sana. Lakini siku moja nilijiuliza, je, maisha yangu yana thamani ya shilingi 10,000? Hapana, maisha yangu ni zaidi ya shilingi milioni 5 kwa mwezi. Ninapaswa kufanya harakati ya uinjilisti kwa kutoa pesa zangu mwenyewe, hivyo kupokea mshahara kutoka kanisa ni baraka sana. Nitahuisha huduma yangu. Parokia parishi ya eneo langu, waumini wapya na remnant. Nitalifanya jambo ninalosimamia kuwa bora zaidi. Shika agano, fanya uamuzi na uanze kwa imani. Remnant masalia wanasema muamini Bwana Yesu nawe utaokoka, wewe na nyumba yako. Huku hawawezi hata kusoma vizuri. Watumishi hawawezi kufanya kazi zao vizuri, lakini wakisema wewe ndiye Kristo, watu husema wewe fanya vizuri kwanza. Kama mnafanya kazi vizuri au la ni jambo la baadaye, lakini msingi usipokuwa sawa, haitafanya kazi popote. Nitalifanya kanisa la RBC kuwa kanisa bora zaidi linalohubiri Injili. Sio kwa maana ya ushindani, bali nitalifanya liwe bora zaidi machoni pa Mungu. Inuaji wa viongozi wanaohubiri Injili katika kanisa la Afrika ndio mageuzi. Namba 2 mdogo. Unapaswa kupata nguvu za kiroho kabla ya kwenda ulimwenguni. Nini kitatokea ikiwa huna nguvu za kiroho? Alielezea mambo ya ufalme wa Mungu kwa siku 40. Hii inamaanisha ni lazima upate nguvu za kiroho kabla ya kwenda ulimwenguni.
baada ya kurudi kutoka ulimwenguni, pata tena nguvu za kiroho. Ni vigumu kwenda ulimwenguni wakati huna nguvu za kiroho. Ukipata nguvu za kiroho na kwenda kwenye nyanza, uwanja, utaona majibu. Hata kama haifanyi kazi vizuri mwanzoni, usikate tamaa na uendelee hadi ifanye kazi. Masomo pia yasipofanya kazi, usiyaache bali uendelee hadi yafanye kazi vizuri. Yesu alisema, pokeeni Roho Mtakatifu na mjaze na Roho Mtakatifu. Kwa watumishi, master, uinjilisti ni hivyo hivyo. Namba 3 mdogo, Mungu ana mpango ulioficha. Ingawa yameisha kwa hayo mawili hapo juu, tunapaswa kujua kitu fulani. Ni kushika mpango wa Mungu ulioficha mapema. Remnant 7 wote walifanya hivyo. Walishika mpango wa Mungu ambao wengine hawakuujua. Nini tayari mmeshika? Warumi wa 16 mstari 25 inasema, ilificha tangu zamani za milele. Huo ndio harakati ya Injili. Lakini Warumi wa 16 mstari 26 ni muhimu zaidi. Sasa imefunuliwa. Hii inamaanisha ni lazima uweze kuona kwamba majibu yamekuja. Warumi wa 16 mstari 27, utukufu una Yesu Kristo hata milele. Amina. Unapaswa kwenda ulimwenguni ukiwa na nguvu za kuokoa watu. Hiyo ni namba 4 mdogo. Sifa ya Remnant 7 ni kwamba waliokoa watu bila masharti. Muangalie Yusufu. Yusufu alienda nyumbani kwa Potifa na akaiokoa nyumba ya Potifa. Hata wakati mke wa Potifa masingizia, alimuokoa mke wa Potifa. Tunapaswa kujifunza nguvu ya kuokoa watu. Yusufu aliokoa gereza hata alipokuwa gerezani. Yusufu alikutana na Farao na akamuokoa Farao. Yusufu akawa waziri mkuu na akaokoa ulimwengu. Yusufu aliwaokoa kaka zake
waliokuwa maadui zake. Daudi alimuokoa mfalme Sauli hadi mwisho. Daudi alikuwa hata wakati wasaidizi wake walipotaka kumua ufalme wa Sauli, lakini hakufanya hivyo. Daudi alisema hupaswi kumgusa mtumishi wa Mungu aliyetiwa mafuta. Mnapoenda kazini au popote pale, lazima muwe waangalifu na maneno yenu kuhusu wengine. Unapozungumza juu ya wengine, zungumza ukifikiri kwamba mtu huyo amejificha katika chumba cha jirani na anasikiliza. Kimsingi hilo hufikisha na baadaye kuwa hivyo. Unapozungumza vibaya juu ya mtu mwingine na akasikia, je, angejisikia vibaya? Remnant lazima akumbuke, sema maneno ambayo ni sawa hata kama mtu huyo anasikiliza moja kwa moja. Hata unapoonyesha kidole makosa ya mtu mwingine, fanya hivyo kwa njia ambayo ni sawa yeye kusikia. Remnant lazima akumbuke hili. Namba 5 mdogo, mnakimbilia kuelekea upekee. Huendi kazini au shuleni kama mtumwa. Unaenda kuelekea upekee mbele za Mungu. Ukijiandaa na haya 5 tu kwanza, basi yameisha. Hivi ndivyo unavyoenda ulimwenguni. Hata matatizo ya kiza hiyo ndio njia ya kuelekea kwenye upekee. Hata wengine wakisema nini kwako, utanasua. Yani hutaburujika. Hasa unaijua njia ya Mungu. Mpango na njia ya Mungu iliyoficha. Majibu yanaonekana hata kabla ya kwenda ulimwenguni. Hii ni ufalme wa Mungu. Ikiwa ninapata pesa sasa au la, sio suala la kusoma vizuri au la, bali ni kujiandaa na msingi. Nitamtukuza Mungu kwa kelele kupitia kazi niliyokabidhiwa. Huu ndio msingi wenu. Ni sawa ikiwa huwezi kumtukuza Mungu. Ni sawa ikiwa huwezi kufanikiwa. Lakini mtu lazima awe na msingi.
Nitafanikiwa na kumtukuza Mungu. Huu ndio msingi. Remnant 7 wote walikuwa hivyo. Remnant usijaribiwe, yani usivunjike moyo kwa mambo madogo. Ukienda mahali na ukaporomoka ama ukaangamiza kwa maneno ya wengine, huwezi kufanya uinjilisti wa ulimwengu, wala hata uinjilisti wa nafsi yako. Namba 2 kubwa, mambo unapaswa kufurahia daima baada ya kwenda ulimwenguni. Kuanzia sasa, tafuta njia ya kusoma kwa furaha. Vinginevyo haitafanya kazi kabisa. Tafuta njia ya kufanya uinjilisti na kazi na masomo kwa furaha. Huduma yako na masomo na kazi ni ratiba ya Mungu inayoendesha ulimwengu. Mimi ndiye ninayepokea baraka kwanza. Jibu hili linakuja kwangu kwanza. Hii ni kufurahia. Furahia pia masomo. Unapoenda kazini, ufurahie. Namba 1 mdogo. Kuanzia sasa usifanye maombi ya wakati ulipopangwa au kila wakati kwa lazima, bali yafurahie. Badilisha wakati wa maombi ya wakati uliopangwa. Ini maombi ya ratiba na kila wakati kuwa muonekano wa furaha na yaliyomo ya furaha. Namba 2 mdogo, furahia pia unapofanya kazi au kusoma ndani ya maombi. Namba 3 mdogo, tatizo linapokuja usidanganyike na kwa sababu kuna jibu nyuma ya matatizo. Lifurahie. Matatizo linapokuja ninalifikiria kama fursa aliyopewa na Mungu. Ninaangalia fursa hii ni nini? Kisha lazima jibu litakuja. Mtu anapofanya jambo la kicha kama ujinga, ukiiuliza mpango wa Mungu ni nini wakati huu, yote ni fursa. Yote ni majibu. Furahia pia matatizo. Kila kitu ni fursa. Furahieni daima na ombeni bila kukoma na shukurani kwa kila jambo. Unapoenda kuhubiri injili ni vigumu ukienda tu hivi hivi. Ninasema sasa ninapiga hatua ambayo Mungu anaitamani zaidi. Ukifanya hivi, hali yako ya kiroho inabadilika. Kadiri unavyofanya kazi, ndivyo unavyopata nguvu, na kadiri unavyosoma, ndivyo unavyopata nguvu. Vinginevyo
utachoka kadiri muda unavyopita na roho yako itakupa. Kwa njia sasa lazima upate raha katika masomo pia. Namba 3 kubwa. Kuwa mtu anayesaidia katika eneo la kazi. Namba 1 mdogo. Saidia mtu mmoja mmoja. Mwanamke asitafute kusaidia wanaume pekee, bali asaidie watu binafsi wanaopata shida za kiroho. Mwanaume asitafute kusaidia wanawake pekee, bali asaidie wale walioandaliwa wanaotangatanga wakitafuta ukweli. Tunapaswa kuona wakati ujao kila wakati na kufanya kile kinachohitajika. Namba 3. Ukienda mbele kidogo tu, unaweza kufanya kazi mara 10 zaidi ya wengine. Ukitoa jibu kwenye nyanza, hakuna kitakachoshindikana. Hitimisho. Nawezaje kufanya mambo magumu wakati sina hata nguvu? Namba 1 kubwa. Zekaria wa 4 mstari 6 inasema, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana. Namba 2 kubwa. Yoeli wa 2 mstari 28 inasema, ukijaa na Roho Mtakatifu utaona mambo yajayo. Utaona wakati ujao na utaona maono. Namba 3 kubwa. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 8 inasema, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu mpaka mwisho wa nchi. Namba 4 kubwa. Matendo ya Mitume wa 2 mstari 17 inasema, mmekuwa kwamba kweli mtaona mambo yajayo, mtaona wakati ujao na mtaota ndoto. Ni muhimu kwa remnant wetu, viongozi na watumishi kama Step kupata nguvu kibinafsi. Musa hakuweza kufanya kazi kabla ya kupata nguvu katika mlima Horeb. Natumaini ibada ya leo iwe mlima Horeb yenu. Wakati Israeli ilikuwa imeharibiwa, Ezekieli alipata nguvu alipokuwa akiomba kando ya mto Kebari. Alikuja kuiokoa Israeli. Wakati Paulo alikuwa amepungukiwa sana na nguvu na alikuwa katika shida, alikuwa akiomba kule Troa na wakamwambia aje Makedonia. Wakati mtume Yohana alipokuwa katika shida,
alianza kuomba mbele za Mungu katika kisiwa cha Patmo. Remnant itafanya kazi mkifanya hivi. Hata kama haifanyi kazi vizuri, lakini jaribu tena. Hata kama haitafanya kazi hadi mwisho, lakini endelea kujaribu. Hivyo ndio njia sahihi. Lazima upate nguvu za kiroho na uende. Mtu asiye na nguvu akienda ulimwengu atashindwa. Ukipata nguvu za kiroho, unaweza kuokoa watu unapoenda ulimwenguni, lakini sisi hatupokei nguvu hivyo. Mkipata nguvu za kiroho, mtaangaza nuru kila mahali. Hamupaswi kusinzia kanisani na kazini kwa sababu nguvu zenu zote za kiroho zimeisha. Kwa hiyo inamaanisha mtu tayari hawezi kujidhibiti, yani hawezi kujisimamia. Kusinzia kazini inamaanisha huwezi kujisimamia. Haitakiwi kuwa hivyo. Lazima upate nguvu za kiroho. Na wabariki katika jina la Bwana. Mshinde kwa nguvu hizi kwa wiki mzima. Tuombe pamoja. Tunashukuru Mungu. Tuanze upya kwa nguvu ulizo tupa Mungu. Wabariki Remnant. Wabariki Stay. Wabariki Church Officer. Tafadhali fanya Remnant wetu washike. Tafadhali fanya Stay na Church Officer yetu washike ujumbe wa leo kwa utafiti. Tafadhali waumini wapya washike ujumbe wa leo kwa utafiti. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.